Salaam. Ni mkutano wa uelimishaji inahusika ama inapitiwa na bomba la mafuta ghafi la kutoka Uganda hadi Tanga. Katika mkutano huu wapo wakuu wa mikoa ambapo bomba hili linapitiwa. Wakuu wa mikoa hao ni kutoka Kagera, kutoka Geita, Tabora, Shinyanga, Dodoma hadi Tanga ambapo bomba hilo litakuwepo pale katika bandari ya Tanga. Katika kujua mengi ambayo yatajadiliwa kwenye mkutano huu na hata historia ya bomba lenyewe, nitazungumza na Katibu Mkuu Wizara ya Nishati na Madini, Profesa Justin Ntalikwa. Atatuelezea bomba hili limeanza lini na taratibu za ujenzi umeanza lini na itakuwaje na mchakato uko katika hali gani hivi sasa. Profesa Ntalikwa, karibu. Asante sana mtangazaji. Leo tuko kwenye semina ambayo inalenga elimu kwa ajili ya wakuu wa mikoa, makatibu wakuu pamoja na wakuu wa taasisi ambao wanahitajika kujua kuhusu implementation au utekelezaji wa mradi huu. Mradi huu umeanza zamani kidogo. Ulianza wakati wa mwaka 2015 na katika kuanza huu mradi ulikuwa na sehemu mbili. Ya kwanza, kulikuwa na wazo kwamba mafuta yaliyogunduliwa kwenye maeneo ya Ziwa Albert kule Uganda yangeweza kusafirishwa kwa kupitia njia ya Kenya na mpaka bandari ya Lamu. Hiyo ilikuwa ni njia ya kwanza. Njia ya pili ilikuwa ya kupitia Tanzania, kupitia mikoa ya Kagera, Geita, Shinyanga, Tabora, Manyara na mpaka hadi bandari ya Tanga. Sasa kulikuwa na mjadala mrefu sana na kulikuwa na mapambano mengi sana kuhusu njia ipi ambayo ni bora kwa ajili ya kusafirisha haya mafuta. Baada ya huo mjadala mrefu na kupitia vivutio ambavyo sisi Tanzania tuliweza kuvitoa pamoja na ubora wa hii njia ya kwetu, kwa sababu njia ya kwetu ilikuwa haina mabonde, haina milima mikali ambayo ingeweza kusababisha gharama za ujenzi wa hilo bomba zikawa kubwa. Kwa hiyo baadaye serikali ya Uganda iliamua kwamba bomba hili sasa lipitie kupitia njia ya Tanga. Naam, tumeshuhudia wakati hata mradi unaanza mazungumzo mbalimbali yakiendelea. Kulikuwa na mvutano mkubwa sana kati ya Kenya na Uganda na Tanzania, wakisema kwa nini iende Tanzania, wakitaka irudi kwa. Labda tuelezee vigezo zaidi ya upunguza gharama. Vigezo gani ambavyo vimeipa Tanzania kupata mradi huu? Vigezo vilikuwa vingi. Mojawapo ya kigezo ambacho kilikuwa ni kikubwa kabisa ni usalama wa nchi. Tanzania tuko kwenye position nzuri kwamba hali ya utulivu nchini iko ya hali ya juu. Kingine kilikuwa ni kwamba kwenye bandari yetu ya Tanga tayari ipo na inafanya kazi. Ukilinganisha na ile bandari ambayo ilikuwa inafikiriwa, bandari ya Lamu. Bandari ya Lamu bado haijaanza kufanya kazi. Vile vile bandari yetu ya Tanga ina vitu ambavyo vinaweza vikasababisha meli za kupakia mafuta kukaa bila kuyumba, kwa maana ya kwamba zile pepo ambazo zinaweza zikasababisha kuyumba wakati meli inapakia mafuta, kwa bandari ya Tanga haiwezekani vikatokea. Lakini kwa bandari ya Lamu hili tatizo linaweza likajitokeza. Kwa maana hiyo, baada ya serikali ya Uganda kufikiria vigezo vyote hivyo, ikaona kwamba ni afadhali iende kwenye bandari ya Tanga kuliko kwenda kwenye hiyo njia ya Lamu ya Kenya ambayo haikuwa ina hivyo vigezo. Na vipi kuhusiana na njia ambako bomba hili litapita? Kuna haja ya kulipa watu fidia ama njia ikoje ya bomba hilo? Fidia ni lazima italipwa kwa sababu ni kitu ambacho ni muhimu, na hatuwezi hiyo njia ambapo bomba linapita ikatwaliwa tu bila watu ambao walikuwa kwenye hiyo sehemu
wakaacha kulipwa. Kwa hiyo fidia ni lazima italipwa, na italipwa kwa kutumia gharama ambazo zitakuwa estimated kwa wakati huo, kwa present value ya ardhi kwa wakati ule. Na mazingira ambapo bomba hili litapita yakoje? Ni barabarani, kuna makazi ya watu wengi, ama kukoje? Kwa survey ambayo tumeifanya kwa kweli bomba linapita kwenye sehemu mbalimbali. Kuna sehemu ambazo zitabidi bomba lipite kwenye eneo ambalo ni la mkuza wa barabara, kwani kwenye road reserve. Kuna sehemu ambazo bomba litabidi lipite kwenye eneo tambarare tu ambazo ni mali za watu. Vile vile kuna sehemu ambazo bomba litabidi livuke mito na mabarabara. Kwa maana hiyo kwenye survey tuliyoifanya tumevikuta hivi vitu vyote, na lazima wakati wa kulijenga tutakabiliana navyo. Na vipi kuhusiana na uzoefu? Tanzania tuna uzoefu wa kuwa na miradi mikubwa kama hii, hasa ujenzi wa bomba la mafuta. Tanzania tuna uzoefu mkubwa sana katika ujenzi wa mabomba. Bomba la mafuta ambalo tayari tunalo kwa sasa hivi ni bomba la Tazama ambalo linatoka Tanzania mpaka Zambia, na hilo lilijengwa muda kidogo uliopita. Lakini tuna mabomba mengine ambayo yameshajengwa. Kuna mabomba ya gas ambayo tumeshajenga, kuna bomba kubwa kabisa ambalo tumejenga la kutoka Mtwara hadi Dar es Salaam, na mabomba mengine madogo ambayo tayari tumeshawahi kuyajenga. Kwa hiyo uzoefu tunao mkubwa sana. Ninakushukuru sana Katibu Mkuu, na bila shaka tutakuwa pamoja ndani wakati mkutano huu, semina hii ikiendelea. Asante sana mtangazaji. Naam, huyo ni Katibu Mkuu Wizara ya Nishati na Madini ambaye ametudokezea basi kuhusiana na historia fupi ya ujenzi wa bomba hili la mafuta ghafi kutoka kutoka Uganda hadi Tanga, ambapo wakuu wa mikoa bomba hili linakopita pamoja na makatibu wakuu ambao ni wadau katika ujenzi wa bomba hili wanahudhuria basi mkutano huu. Mimi ni Ana Kwambaza, niko na mwenzangu Chunga Ruza. Moja kwa moja kwako Chunga, tueleze kinachoendelea huko ndani. Naam, asante sana Ana Kwambaza, na tumekupata vizuri tu na mahojiano yako hayo na mheshimiwa hapo ndani. Mtazamaji wa TBC1, tunakutangazia moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hapa jijini Dar es Salaam, kukuletea maelezo ya moja kwa moja ya semina maalum kuhusu uelimishaji wa mradi wa bomba la mafuta hafi litakalo safiri kutoka kule katika ziwa Albert nchini Uganda hadi katika bandari ya Tanga nchini Tanzania. Semina hii kama ulivyomsikia Ana Kwambaza inawahusu wakuu wa mikoa ambayo bomba hili ndipo litakapopita huko. Na mikoa hii ni mikoa takriban 8 hivi. Ni mkoa wa Kagera, upo mkoa wa Geita, mkoa wa Shinyanga, Tabora, Singida, Dodoma na mkoa wenyewe ambapo bomba hilo ndio litafikia mkoa wa Tanga. Kwa hiyo wakuu hawa mikoa wapo hapa kwa ajili ya kupata hayo ambayo watakuwa wakielezwa hapa. Mbali na wakuu hao wa mikoa, vile vile wapo hapa ndani ya ukumbi makatibu wakuu ambao wizara zao zinahusika moja kwa moja na ujenzi wa bomba hili la mafuta. Na makatibu hao wakuu wa wizara ambazo zinahusika ni pamoja na Wizara ya Nishati na Madini, Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi, katibu wake mkuu na atakuwepo hapa. Wizara ya Mazingira katika ofisi ya Makamu wa Rais, nayo katibu wake mkuu atakuwepo hapa, bila kusahau Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, vile vile Wizara ya Ujenzi, alikadhalika wizara ile ya TAMISEMI, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Kwa hiyo ni semina ambayo inahusisha wadau hao wakuu wa mikoa pamoja na makatibu wakuu wa wizara hizo husika. Mbali na wakuu wa mikoa na makatibu hao wakuu, vile vile semina hii itawahusu wadau wengine muhimu wa masuala haya ya mafuta. Na basi Profesa Sospeter Mujarubi Muhongo, huyu ni waziri wa nishati na madini, ndiye anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika semina hii, na tunamtaraji hapo baadaye kutoa hotuba kwa wakuu hawa mikoa au makatibu wakuu wa wizara hizo ambazo nimekutajia hapo awali, alikadhalika wadau muhimu wa masuala haya ya mafuta. Atatoa hotuba kwa ajili ya kuzungumza machache kuhusiana na utandazwaji wa bomba hili la mafuta kutoka kule katika eneo la Hoima nchini Uganda hadi katika bandari ya Tanga hapa nchini